Mimi nawaambia Biblia sio takatifu mbele za Mungu. Aliye mtakatifu ni wewe mwenyewe uliye na Mungu ndani mwako. Sema amen. Na ndio maana Yesu hakusema mkashike Biblia. Na ndio maana Yesu hakusema mkaifuate Biblia. Alisema niaminini mimi na Baba nitakuja nifanye makao ndani yenu. Sema amen. Mimi nakuhitaji wewe uwe na neno la Mungu, sio wewe utembee na kitabu. Sema amen. Yeye alikuwa na ufalme na ndio maana alikuwa amekamilika kila kitu kilichoko ndani mwake. Sema amen. Na ndio maana ukija kuangalia leo watu wanapotezwa kwa sababu ya kutokujua ukweli. Sema amen. Nipungie mkono wale na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako umepewa mamlaka. Mamlaka ulionayo sio ya kawaida. Sikiliza, anazungumza jambo zuri sana ambalo utaenda kuwasaidia ulimwengu na dunia nzima. Wewe umepaa juu, umeteka mateka, umepewa vipawa. Sasa ndio hapa unagundua hawa waandishi walituchanganya. Huku Waefeso anasema wewe umepaa juu, wewe umepaa juu. Ni kweli. Aliyepaa juu ni mmoja tu, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Aliyeshuka chini ya mbingu ni mmoja tu, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yeye anazungumza, anaendelea anasema akawapa wanadamu vipawa. Zaburi anasema ulipewa vipawa. Nipo nagundua waandishi hapa walituingiza mkenga. Sema amen. Na ndio maana aliandika Biblia ni mwanadamu ambaye alikuwa hana Roho Mtakatifu. Sema amen. Wangetutafuta sisi wakatuambia kwamba andikeni Biblia mlio na Roho Mtakatifu, tungewaambia hili linafaa na hili halifai, ili watu wakauone uzima wa milele. Sema amen. Na ndio maana tunatakiwa tutafute sisi ambao tuliojaa Roho Mtakatifu, ambao tunatembea katika kweli ya Mungu iliyoko ndani mwetu. Hatuongozwi na maandiko, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Sema amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza anasema ya kwamba naye alitutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, sio wa andiko bali wa Roho. Sema amen. Mwambie jirani yako halo, wahudumu wa agano jipya. Sisi ni wahudumu wa agano jipya ambalo ndio linalotembea katika nafasi ya kuitambua iliyo kweli. Ukitaka huduma ya wana wa Israeli, kamuone Musa. Mungu akubariki sana. Utakutana na fungu la 10, utakutana na sadaka, utakutana na makuhani, utakutana na kula madhabahuni. Sema amen. Ukitaka kuona ufalme wa Mungu, kamuone Yesu Kristo mwana wa Mungu. Utakutana na utauwa wa Mungu, utakutana na utakatifu, utakutana na kujazwa Roho Mtakatifu, utakutana na kuitwa mwana wa Mungu. Sema amen. Utakutana na wewe kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo kila eneo